Ni kukaribishe kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Uko nami Adam Hussein na bado tunakujuza mambo mbalimbali ambayo yanajiri katika ulimwengu, lakini ni juu ya moja kati ya viongozi wa Kihouthi ambaye ameuawa kutokana na mashambulizi yaliyofanywa na Marekani huko nchini Yemen. Marekani imeendelea na mashambulizi yake ya anga huko Hodeida, Marib na mji mkuu wa Sanaa unaoongozwa na Wahouthi nchini Yemen. Vyombo vya habari vyenye uhusiano na Wahouthi vimeripoti Jumatatu usiku. Wanaharakati wa Kihouthi wamedai kuwa kiongozi wake mkuu wa ujasusi Abdul Nasir Al-Kamal aliuawa katika kombora hilo, imeripoti Al-Hadath. Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth alimwambia waziri mkuu wa Sudan kwa njia ya simu Machi 16, muda mfupi baada ya mashambulizi ya Marekani dhidi ya Wahouthi kuanza ili kuzuia wanamgambo Hata hivyo, katika kuondoa tishio la Wahouthi wiki iliyopita, ikulu ya White House ilisema kwamba mashambulizi ya Marekani nchini Yemen mapema mwezi huu yalimuua mtaalamu huyo mkuu wa makombora wa Kihouthi, lakini jeshi la Marekani hadi sasa limekataa kuthibitisha kifo hicho na utambulisho wa kamanda wa Kihouthi mhusika haujafahamika. Inadaiwa kwamba mshauri wa usalama wa kitaifa Mike Waltz katika hotuba yake kwa umma kupitia shirika la habari la CBS News weekend baada ya mashambulizi ya Machi 15 alisema wimbi la kwanza la makombora limemuua kiongozi wa Wahouthi ambaye alikuwa akihusika katika masuala ya ujasusi. Maafisa wa Marekani wakizungumza kwa sharti la kutotajwa majina wameiambia shirika la habari la Reuters kwamba hawakufahamu uthibitisho wowote wa kijeshi wa Marekani kwamba mtu kama huyo ameuawa. Kulingana na Foundation for Defense of Democracies yenye makao yake mjini Washington, Abdul Khalik ambaye kampuni yake ya ushauri ya masuala ya hatari inatafiti taarifa za wazi kuhusu Yemen amekamilisha ripoti za Wahouthi za zaidi ya wapiganaji 40 wa Kihouthi waliouawa katika mashambulizi ya anga mwezi Machi. Hata hivyo, bado hakujatolewa taarifa ya utambuzi wa waliouawa katika makombora hayo, lakini pia kupitia msemaji wa Wahouthi Yahya Saree amesema kwamba katika makombora yaliyorushwa nchini Yemen siku ya Jumapili yaliua baadhi ya raia ambao ni wanawake pamoja na watoto, lakini pia hakueleza juu ya vifo vya makamanda wao, licha kuthibitisha kwamba kulikuwa na makombora mazito yaliyofanywa na wapiganaji wa jeshi la Marekani kwa kutumia ndege zao zisizokuwa na rubani. Hata hivyo, amedai kwamba katika mashambulizi hayo waliweza kudungua baadhi ya ndege zisizokuwa na rubani za Marekani, ikiwa ni pamoja na ndege za hali ya juu na makombora mazito ambayo yalirushwa na Marekani kuelekea katika nchi ya Yemen. Kadhalika, wa Yemen wamesema kwamba wataendelea na mapambano, hawatarudi nyuma na watahakikisha Wapalestina waliopo katika ukanda wa Gaza wanaishi salama, kwani mpango wao si kupambana tu na Israel wala Marekani, lakini ni kuwatetea Wapalestina ambao hawana hatia waliopo katika eneo hilo la ukanda wa Gaza ambao wamekutana na vifo vya kila kukicha. Na hivyo Wahouthi wa Yemen wamesema wataacha kuishambulia Israel na Marekani ikiwa Waisraeli wataacha kuwashambulia watu wa ukanda wa Gaza. Mtazamaji, nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein.